Hapa ni katika mtaa wa Lumumba, halmashauri ya mji wa Makambako, eneo ambalo linadaiwa lilikuwa likitumiwa kwa ajili ya uchakachuaji wa mbolea. Tulipigia simu na msamaria mwema kwamba kuna tukio linaendelea hapa la kufanya rebagging, kupakua mbolea na kupakia kwenye mifuko ya aina nyingine. Biti Tarimo ni afisa kilimo wa halmashauri ya mji wa Makambako. Amezungumza na Ayo TV ambapo amesema kupatikana kwa eneo hili kumetokana na taarifa walizopokea kutoka kwa msamaria. Hata hivyo, wakati operesheni hii iliyoshirikisha jeshi la polisi, watu watatu waliokutwa kwenye stoo hii ya mfanyabiashara Ayubu Sanga wakichakachua mbolea wamekamatwa, huku mfanyabiashara akitoroka, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Njombe amemtaka kujisalimisha kwenye kituo cha polisi. Tuko hapa kwa ndugu Ayubu na kilichotuleta hapa, tulipigia simu na msamaria mwema kwamba kuna tukio linaendelea hapa la kufanya rebagging, kupakua mbolea na kupakia kwenye mifuko ya aina nyingine. Na hapa mbolea ambazo zilikuwa zinapakuliwa ni mbolea za kampuni ya Intracom, yani Fomi Kuzia, na zilikuwa zinawekwa kwenye mifuko ya kampuni ya TFC ya aina ya DAP. Na tumekuta mifuko ambayo haina mbolea kabisa zaidi ya mifuko 400 yenye nembo ya TFC, lakini sio mifuko ya kwao, ilimegushiwa. Tumekuta mifuko ambayo tayari imepakuliwa zaidi ya mifuko 500 ya kampuni ya Intracom ambayo ni mbolea zimetolewa mbolea za Fomi Kuzia, lakini pia tumekuta mifuko zaidi ya 400, zaidi ya 188 ambayo tayari sasa imeshapakiwa na kufungwa. Kwa maana yani mbolea zile sasa za Fomi Kuzia zimeshawekwa kwenye ile mifuko ya DAP na tayari zimeshafungwa tayari kwa kwenda kwa mkulima. Hatua gani za haraka mmezichukua hapa? Hatua za haraka tulizochukua kwa ajili ya kumsaidia mkulima, kwanza tumesitisha hii biashara kwa maana ya kuifunga, na zile mbolea zote ambazo sio mbolea sahihi zimechukuliwa na kupelekwa kituoni kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Lakini pia tumekuwa na mamlaka mbalimbali ambazo sasa zinakwenda sasa kwa ajili ya utekelezaji zaidi. Kiuhalisia huyu hakuwa wakala wetu kwa msimu huu wa 2025-2026, ingawa tumekuta ameprint hiyo mifuko kwa ajili ya uchakachuaji. Ni kwamba tuna utaratibu wa kuchagua mawakala kila msimu unavyoanza, mwaka wa fedha unavyoanza. Kwa msimu huu hakuwa wakala wetu. Wauzaji wa mbolea ni kwamba wafuate taratibu, wafanye biashara halali ambayo inakuwa yeye akipata hela yake na mkulima akinunua, maana yake mkulima atakuwa anazalisha kwa tija. Nje ya hapo, maana yake ni kwamba mtu anayefanya hivi, maana yake ni kwamba anaididimiza sekta, kwa sababu hakutakuwa na matokeo kwa kile ambacho Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linaendelea kuimarisha usalama kwa mujibu wa sheria kwa kufanya doria na misako pamoja na operesheni mbalimbali za wahalifu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu ndani ya mkoa wa Njombe. Sambamba na hilo, Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linawashikilia watu watatu ambao ni James Elias Mziku, huyu ana miaka 41, mkazi wa Bwawani; Ahmed Abdalla Gunda, miaka 21, mkazi wa Mji Mwema Makambako; na Suleiman Lamek Msiani, miaka 37, mkazi wa mtaa wa Jogoo, kata ya Makambako, kwa tuhuma za kubadilisha mbolea ya Fomi Kuzia kilogramu 50 kwenda kwenye mifuko ya mbolea ya DAP ya kilogramu 50. Watumiwa hawa wakati wanatiwa mbaroni kwenye stoo ya mfanyabiashara ambaye anafahamika kwa jina la Ayubu Sanga ambaye ametoroka, walikuwa wameshabadilisha mbolea ya Fomi Kuzia kwenda kwenye mbolea ya dapu mifuko 188. Katika operesheni hiyo, jeshi la polisi limefanikiwa kukamata mifuko tupu ya kilogramu 50 ya mbolea ya Fomi Kuzia, idadi yake ni 549, ambayo mbolea yake ilikuwa imeshahamishwa kwenye mifuko ya DAP. Mifuko tupu mipya 440 ya mbolea ya DAP ya kilogramu 50
mifuko tupu 341 ya urea kilogramu 5 ya kampuni ya Export Trading Group ambao kwa kifupi ni ETG, na mashine ya kushonea mifuko hiyo ambayo ni mipya. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linamtaka mfanyabiashara Ayubu Sanga kujisalimisha kituo chochote cha polisi. Pia Jeshi la Polisi linatoa wito kwa baadhi ya wananchi kuacha kujishughulisha na vitendo vya uhalifu, kwani halitomfumbia macho mtu yoyote na atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.